10 ikiwa tayari ni saa 7 na hii ni Kick Off 3, taarifa za magazeti mbalimbali ya michezo. Ninalo gazeti la Wanaspoti hapa. Nitaangalia kwa kina yale yote ambayo amepewa nafasi kwa ukubwa wake kwa siku ya leo. Fatma Alikwata niko hapa, niungana na Wilson Huruma, mzee wa Jambia wako mtiifu. Wanaspoti taarifa kubwa ameandika ana wawahi na picha kubwa hapa ya beki ya ball Shemalon Fondo, na taarifa zinasema kwamba yuko Morocco kwa ajili ya matibabu ya majeraha ya paja ambayo aliyapata, na huenda akawahi katika ratiba ngumu ambayo inafuata ndani ya miezi miwili inayofuatia baada ya mapumziko kupisha timu za taifa ambazo zinajiwinda na michezo ya kuania kufuzu kucheza kombe la dunia. Ni boosti kubwa sana kwa mnyama Simba endapo Shemalon Fondo atarejea, kwa kuangalia ile michezo miwili ambayo alicheza Simba ilicheza bila uwepo wake. Ni taarifa nzuri kwa Simba kama kweli atarecover haraka iwezekanavyo, ili kuwahi ratiba ngumu ya Simba ambayo wanakabiliana nayo kuelekea kwenye kumaliza msimu. Ni ratiba ngumu ambayo Mwalimu Fadlu atahitaji kila kitu na kila mtu. Ni ratiba ngumu ambayo Mwalimu Fadlu atahitaji kila kitu na kila mtu, sio? Kwa sababu Simba wako wanataka kutwaa na wako kwenye nafasi nzuri ya kutwaa vikombe vingi msimu huu. Wapo kwenye mbio za ubingwa wa ligi kuu, wapo kwenye round of 16. Hivi ni 16 au robo finali 16 ya CRDB, sio? Ambao watacheza na Bigman tarehe 27. Wapo kwenye robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo ni michuano ambayo ukiwauliza Simba wanataka kufika mpaka finali kwenye haya makombe yote ambayo nimeyataja. Nataka kucheza mpaka finali. Kwa hiyo Mwalimu Fadlu atahitaji kila kitu na atamhitaji kila mtu ili kuiweka Simba kwenye nafasi nzuri kwa ajili ya kutoa hayo mataji. Tofauti ya Simba iliyo na Shemalon Fondo na Simba ambayo iko na Kalabue ni ipi? Shamu Kalabue. Nafikiri tofauti yao ipo kwenye kasi. Shemalon yuko na kasi kulikoni Kalabue. Kwa hiyo hapo ndo wanatofautiana. Ni issue ya kasi. Ni issue ya kasi tu. Kwa hiyo itakuwa ni boost kubwa sana kwa mnyama Simba Shemalon Fondo atakaporejea. Wakati huu pia wakiwa wanasubiri ni lini bodi ya ligi itatangaza mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Simba, mchezo wa Kariakoo Derby. Watu wengi tunasubiri kuona hii mechi itatangazwa ni lini na nini ambacho kitakwenda kutokea katika mechi hiyo, maana taarifa ni nyingi sana, maneno yamekuwa ni mengi sana kuelekea katika mchezo. Taarifa nyingine hapa imeandikwa Soa Yanga kumekucha, na hapa anazungumzwa Jonathan Soa, mchezaji mshambuliaji wa Singida Black Stars ambaye katika michezo 7 aliyocheza ana magoli 7, wastani wa goli 1 katika kila mechi. Yaani kila mechi amefunga. Yes. Anatajwa kwamba Young Africans inahitaji saini yake. Na hapa ndo tunarudi pale kwenye kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa mara kadha wa kadha, na besides Steve Junior angekuepo hapa angezungumza hilo kwamba Yanga na Singida Black Stars hawanyimani. Kunapokuwa na taarifa kama hizi tunasemaje? Na nafikiri wasema ilikuwa ni issue ya muda, wala haipaswi kuwa ni tetesi, kwa sababu Yanga walimhitaji Soa kabla hata hajaenda kule Libya, sio? So baada hapo nafikiri kuna vitu ambavyo hawakukubaliana, wakaamua kupita njia tofauti. Soa ameletwa hapa na Singida Black Stars. Baada ya mechi ya Yanga na Singida Black Stars, ulimsikia mahojiano yake alivyokuwa anazungumza. Anasema rais wa Yanga ni malaika. Kwake ni malaika. Rais wa Yanga ni baba yake.
Sasa una wasiwasi na hiyo kauli? nafikiri ni issue Una wasiwasi nayo ya nini? hiyo kauli Ya umalaika. Sasa aliyesema ndo anajua. Ya umalaika, ya ubaba, yote. Hayo yote aliyosema yeye ndo anajua. Umeelewa? Lakini hayo yote yanakuonyesha uhusiano wa karibu. Uhusiano ambao sio wa kawaida. Maana yake unajua uhusiano kumuita mtu yule ni malaika ni uhusiano ambao sio wa kawaida. Kati ya Jonathan Soa na rais wa Yanga. Uhusiano usio wa kawaida upoje? Uhusiano ambao sio wa kawaida. Uhusiano wa mtu na malaika. Yaani umeelewa? Uhusiano wa mtu na malaika. Huo ni uhusiano ambao sio wa kawaida. Sio kama uhusiano wangu mimi na wewe. Lakini sasa uweze jua uhusiano nao, yaani kwa nini kamfananisha na malaika? Ndio uhusiano ambao sio wa kawaida huo. Ambao wewe una mashaka nao. Mimi nina mashaka nao kwa nini? Ni uhusiano wa yeye na malaika wake. Yaani mimi niwe na wasiwasi na uhusiano wa Soa na malaika wake. Huyo ni malaika wa Soa. Umeelewa? Kwa hiyo nafikiri ni issue ambayo it's only a matter of time. Only a matter of time kabla Soa hajavaa uzi wa Yanga. Na in fact sio kwamba nambeba, mimi ninachokiona ni kwamba he's good kuliko Dube. Ndio swali ambalo nilikuwa nataka nikuuliza. Yes, na kwenda kutibu tatizo lililopo pale eneo la mbele la Young Africans kwa kuangalia wale waliopo. He's good kuliko Dube. Ni finisher, namuona kama ni finisher mzuri kulikoni Dube. Kwa hiyo sio kwamba anabebwa kwa sababu ya yule ni malaika wake. Uwezo pia upo. Namuona ni finisher mzuri kulikoni Dube. Sasa unajua labda akienda vitu issues zingine za misumari na nini, lakini kwa uwezo wake ambao nauona sasa hivi naona ni juu kidogo ya Dube. Na jukumu la kumtekenya, kumdanganya, kumtongoza Soa amepewa kocha wa Young Africans Hamdi Melod, ambaye alikuwa pia kocha wa Singida Black Stars kabla hajaondoka kwenda Young Africans. Kwa tunasema imeisha hiyo. Mwana Sport ndio ameandika hivyo? au mwenyewe? Taarifa ziko hivyo ndugu yangu. Watu wache bana. Vipi? Una taarifa tofauti na hizi? Hivi kweli Yanga kukamilisha hilo deal wanamhitaji Hamdi? Kwa sababu Hamdi alimuona wakati kwa Singida Black Stars. Kwa hiyo hakumuona wakati anacheza. Kwa hiyo baada ya kuja Young Africans na kuna hizo tetesi kwamba wanamhitaji Soa, kwa hiyo amepewa jukumu Hamdi kumfuatilia kwa undani zaidi na kumpenyeza rupia. Yaani kuna uhusiano kati ya Soa na malaika wake. Tumtume binadamu wa kawaida kweli? Yaani issue ambayo malaika yupo. Si ndio? Tena sio malaika, ni malaika wa heri. Alisema kwamba ni malaika wake wa heri. Malaika wake wa heri. Ndio alisema hivyo Soa. Sasa tena uanze kumuingiza binadamu kweli kwenye issue ambayo malaika wa heri ametangulia mbele? Uongo huo. Utakuwa ni uongo. Sawa. Kwa hiyo tusubiri tuone kama hili dile linakwenda kukamilika. Jonathan Soa ambaye anahitajika na wananchi Young Africans katika kuimarisha kikosi chao hasa eneo la mbele la ushambuliaji ambalo sasa hivi linamilikiwa na Prince Mpumelelo Dube. Yuko pale Prince na anamiliki dakika 90 akiwa katika mechi huyo akiweko, na unaweza kubeti kabisa kwamba Dube anakwenda kumaliza dakika 90 Wilson. Sasa na huo ndo wasiwasi mwingine. Kwa namna ambavyo Prince alivyo kwa Prince pale Yanga. Anyway, labda mwalimu anaweza kubadilisha system labda kwa sababu pamoja na kwamba namuona ni yuko juu ya Dube kwenye kufinish. Lakini napata wasiwasi kama anao uwezo kwenda kumtoa Dube kwenye team. So is it kwamba mwalimu atakwenda na wote wawili mbele, kwa sababu of course Dube anaweza kucheza off
ya SOA, yani nyuma ya SOA, na rumors kwamba Azizi watamuuza mwisho wa msimu, inawezekana. So inawezekana, yote yanawezekana kwa sababu shamba la Bwana Heri, mbuzi na Bwana Heri, tunasema yote heri. Dabi ya mambo matano ni taarifa nyingine ambayo imeandikwa kwenye gazeti la Mwanaspoti, ni kuelekea katika mchezo wa Kariakoo Dabi. Kaka zao walikimbiana, sasa leo dada zao wako dimbani saa 10 kamili pale katika dimba la KMC Complex katika mwendelezo wa ligi ya mpira wa miguu kwa wanawake hapa nyumbani Tanzania. Ni Yanga Queens dhidi ya Simba Queens. Hii leo hapatoshi, patachimbika Wilson. Na Yanga ni Princess bana. Vipi? Ni Simba Queens dhidi ya Yanga Princess ndio. Wewe umesema Yanga Queens. Nimesema Yanga Simba Queens. Basi Yanga Princess dhidi ya Simba Queens katika dimba la KMC pale leo patachimbika. Hapo sawa. Mabingwa wa Mama Samia Super Cup dhidi ya mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka ya wanawake Tanzania bara kinakwenda pale kupigwa. Edna Lema ukimtazama, na nilifanikiwa kuzungumza naye siku 2-3, anakuambia Fatma, najua tuko katika msimu wa mwanamke wa shoka. Nilimwambia kwamba nakuhitaji tuje tuzungumze, tuyajenge mambo yetu ya kike. Akanambia niache kwanza, nina jukumu kubwa sana zito siku ya Jumanne, baada ya hapo nitafute. Unamwona Edna Lema akienda kutoka katika hii mechi na anajivunia sasa hivi kikosi chake kimeimarika kweli kweli Wilson. Mimi namtakia kila la heri. Namtakia kila la heri. Maana yake anakuwa na mdomo tu alafu anaenda kufungwa. The special one. Kwa mdomo. Sasa I don't know kama unajua kwa mdomo wa Edna, mimi ningetamani labda angekuwa ni kocha wa Simba Queens, au angekuwa ni kocha wa JKT. Si ndio? Yaani hizi ni timu ambazo zinaweza kusupport ule mdomo wa Edna. Sasa kibaya zaidi yuko ni timu ambayo haiwezi kusupport mdomo wake. Kwa hiyo maneno huwa anayatupa, inaenda bure. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi unajua Yanga Princess imebadilika sana. Ina kikosi ambacho ni kizuri na wachezaji ambao wapambanaji, tofauti na wakati msimu unaanza. Dirisha dogo la usajili limekuja kuimarisha timu yao. Na nafikiri ndio swali kubwa la mechi ya leo. Sinasema kwamba Yanga Princess imebadilika. Kule kwenye Samia Cup walimfunga JKT goli 3-0. Na baada ya kumtandika Fountain Gate Princess. Fountain mtoe. Bao 7. Yaani Fountain kufungwa 7 ni kawaida. Standard ya mpira wa wanawake ni JKT na Simba. Yaani ukisema sisi tuna timu nzuri, watu watakuuliza nyewe mna timu nzuri kama Simba Queens, mna timu nzuri kama JKT Queens. Hiyo ndio standard ya mpira wa wanawake. Unaelewa? Sasa Yanga wana hiyo kwamba kama tuliweza kumfunga JKT goli 3. Sasa 3 bila. Sio kule kwenye Samia Cup. Na hizo goli 3 bila Yanga Princess waliwafunga. Edna hakumwanzisha Neema ambaye ni top scorer wa club akiwa na goli 15. Hakumwanzisha. Na wakashinda goli hizo. Wakashinda goli 3. Na I bet hata leo Neema hawezi kuanza. Na bet hilo. Kwa nini asianze? Wakati ni mechi ya watani wa jadi, Kariakoo Derby. Kwa maana kwamba kwenye mechi kubwa ya msimu dhidi ya JKT, kama Neema hakuanza, mimi nataka kuamini kwamba Edna haamini kama huyu ni mchezaji ambaye anaweza kumsaidia kwenye mechi kubwa. Kuna mechi kubwa ya msimu zaidi ya watani wa jadi kwa hivi vilabu vya Simba na Yanga. Nini? Kuna mechi kubwa ya msimu. Huko kwenye mpira wa wanawake ni tofauti. Huko kwenye mpira wa wanawake mechi kubwa ni ukicheza na JKT, mechi kubwa ukicheza na Yanga Queens. Mimi bwana, hiyo ndio mechi kubwa. Wilson Oruma, yani kwa nature ya hivi vilabu, kwa nature ya hizi timu, haijalishi ni timu za under 17, under 20, as long as zinakutana Simba na Yanga, ni big match ya msimu. Sasa wewe mnazungumza nje, mimi nazungumzia standard, quality. Yaani nazungumzia standard na quality ya game. Sio? Yaani kwa Yanga walivyo, hakuna mechi yote kubwa kati ya Yanga Princess
na Simba Queens au Yanga, of course ni hiyo mechi, umeelewa, unless sasa hivi timu inavyoanza kujipata mdogo mdogo, sio? Lakini mara nyingi tu hapo wakienda na buruzwa, yani hamna mechi, wakienda na wanafungwa sana Yanga Princess, lakini haiondoi ukubwa wa mechi. Quality na mimi sizungumzi, yani unazungumza ubora, nakuelewa sana, nakuelewa hapo kwenye kuburuzwa. Sizungumzi tu kuburuzwa, nazungumza pia quality ya mchezo wenyewe. Inakuwa ni tofauti na michezo mingine, yani inakuwa tofauti ya quality ya mechi ya JKT na Simba kwa mfano. Ni top quality game unaipata hapo. Okay. Yanga wamekuwa wanyela, hata wachezaji wao unaona wanyela ni nini Wilson? Yani wachezaji ambao viungo vyao ni hafifu, viungo vyao ni vidogo. Anasemaga Zaka za kazi kawaida sana. Ngoja tuone, tutakuja kuichambua zaidi hii mechi pengine dakika 90 nini ambacho tunakwenda kukishuhudia katika preview, na tutajikita zaidi katika kutazama huu mchezo peke yake kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali, aina wachezaji, vikosi vilivyopo, makocha na current performance ya timu hizi mbili kuelekea katika mchezo huu wa Kariakoo Derby. Mimi naamini watacheza, hawatakimbiana. Mechi ipo. Hii mechi kipengele haina kipengele. Na kipengele kinaweza kikatokea. Mabounce hamna. Hakuna mabounce. Kwa sababu chanzo cha yote mabounce. Mabounce hii mechi hamna. Hamna mabounce. Sawa. Salah aibu mechi 391 alizocheza Salah akiwa na Liverpool ni juzi tu, hakuweza kupiga shoot hata moja ambalo lililenga goli dhidi ya Newcastle United katika mechi ya fainali ya EFL Cup, wakitandikwa mabao 2-1. Mohamed Salah ametengeneza rekodi yake ya kuto kupiga shoot ambalo limelenga lango la mpinzani. Newcastle walikamia kwa kweli, lakini Newcastle wako bora sasa hivi Wilson. Waliweza kumdhibiti kwa kiasi kikubwa Mohamed Salah. Walimtia, kuna mtu mmoja anaitwa Livramento. Tony Livramento alichukua salafu kaeka mfukoni. Tulia huko. Angalia show inavyofanyika. Kaeka mfukoni. Angalia wanaume wanachofanya. Ilianzwa kwenye mechi ya Champions League. Kuna mtu Makonde mmoja anaitwa Nuno Mendes. Hatari. Nuno Mendes. Dakika 120. PSG. Dakika 120. Salah hana assist wala hana goli. Nuno Mendes kachukua kaweka hapo. Tulia huko. Sasa huyo Nuno Mendes huyu Livramento alichukua akaweka kwenye mfuko mkubwa. Sasa ule Mendes alichukua afu kwenye kidosho. Bwana kuna mkubwa afu na kidogo hapa kwa juu. Hichi kinaitwa kidosho. Hichi kimfuko kidogo hiki. Alimchukua akamtumbukiza hapo. Tulia baba. Angalia wanaume wanachofanya. Hatari. Shughuli sana. Na pengine kutolewa kwa Liverpool katika mashindano matatu tofauti mpaka hivi sasa, wakiwa tuna kitu kimoja amesaliwa nacho, kwa maana ligi kuu ya soka ya England EPL, ndivyo hapo matumaini yao yako hapo kunaweza kupunguza asilimia za Mohamed Salah kutoa tuzo ya Ballon d'Or, wakati ambapo katikati ya msimu watu wengi walikuwa wanampigia chapua, hasa pia kutokana na timu yake kuwa katika mashindano makubwa. UEFA Champions League ametolewa huko. Na ambapo pia walikuwa wanamtazama zaidi hapo kutokana na current performance walikuwa wanaionyesha Liverpool tangu kuanza kwa mashindano hayo. Itakuwa ngumu kwake kumtaja kwenye Ballon d'Or kwa sababu wachezaji wengi ambao wanatoa Ballon d'Or sio ni wachezaji ambao wanakuwa wametoa mataji makubwa, lakini on top wana performance kubwa kwenye big stage, sio? Wewe zungumza Ballon d'Or winner wote, alafu nenda kaangalie kwenye zile big games performance zao. Kwa mfano sasa hivi Ballon d'Or mtetezi sasa hivi nani? Ni nani mtetezi? Shamsahau. Nitakutajia nikimkumbuka. Mtetezi Vinicius Junior na huko Rodri. Yes, Rodri. Ya FIFA ni Vinicius Junior. Ya Ballon d'Or ni Rodri. Ya France Football. Yes, ni Rodri. Sasa nenda kaangalia performances za Rodri. Kwa mfano kwenye Euro, kwenye mchuano ya Euro. Outstanding performance. Sio? So ukitrace
wote walioshinda nyuma, kwa hiyo Champions League, Euro, World Cup, wana hizo performance. Sasa Salah ukitrace performance zake hata kwenye AFCON kwenyewe akiwa na Egypt, sio kwenye Liverpool, wanasema pale timu inapokuhitaji zaidi, kwa hiyo Salah nafikiri atakuwa na changamoto sana katika kwenye kutoa Ballon d'Or. Kutoa Ballon d'Or. Na asilimia zimeshuka kwa ukubwa wake. Sawa. Tumbishie James Rodriguez anasema yeye ni bora kuliko Zinedine Zidane na Modric. Nani? James Rodriguez. Mchezaji wa kimataifa wa Colombia. Ambaye sasa hivi anakipiga katika klabu ya Lyon ya kule Mexico. Anasema yeye ni bora kuliko Zinedine Zidane, Yazidi Zizou pamoja na Luka Modric mtakatifu. Labda ni Zidane Sereri. Yani kama anamzidi Zidane Sereri ule wa Azam, hapo mimi sina shida. Watoto bwana wanajipakulia sana minyama unajua, Zidane Sereri, yani unajua hapo labda tu aliandika hapo akuandika vizuri. Zidane Sereri yeye ndo anamzidi. Na anasema katika finali za kombe la dunia mwaka 2014 anasema yeye Jorge Mendes alimwambia kwamba Real Madrid inahitaji huduma yake, kwa anajiona kwamba yeye ni bora kwa sababu klabu kubwa duniani imeonyesha nia ya kuhitaji huduma yake. Kwa hiyo anajiona yeye ni bora kuliko Zidane na Luka Modric. Si alienda baadaye, alienda Santiago Bernabeu ikawa. Ndio. Haijalishi alifanya nini. Lakini yeye anajiona ni bora kuliko hao wawili. Sasa haijalishi alifanya nini, ubora wake unatoka kwenye nini? Ndio mimi na wewe tuulizane hapa. Yaani sasa wewe umesema haijalishi alienda alifanya nini. Sasa huo ubora wake unatoka kwenye nini? Unasemaje haijalishi alifanya nini? Yeye anajiona ni bora kitendo tu cha kuenda kucheza katika klabu ya Real Madrid. Sasa wenzake walienda na hiyo nini walifanya? Yaani wenzake walienda Santiago Bernabeu na hiyo nini walifanya? Na anasema pia ubora wake uliwavutia Manchester City kuhitaji huduma yake, bila kusahau PSG pia ilionyesha nia ya kuhitaji huduma yake. Kwa hiyo yeye ni bora kuliko Zidane na Luka Modric. Zidane Sereri labda. Zidane Sereri wa Azam FC. Sawa. Acha sisi tuhitimishe hivyo Kickoff 3. Tulikuwa na gazeti la Mwanaspoti hapa. Tumeangalia kwa kina yale yote ambayo yamepewa kipaumbele kwa siku ya leo. Kitu kinachofuata ni review. Endelea kuwa na